Tunakumbuka vizuri kulikuwa kuna tetesi za watangazaji mbalimbali manguli kabisa pale Wasafi Media kuweza kuondoka. And of course hata kwenye page za Instagram pamoja na mitandao mingine ya kijamii ya Wasafi Media waliwezaga kuwaaga wale watangazaji vizuri kabisa. Sasa kuna hii mpya ambayo Dudu Baya ameweza kuandika bwana kuhusiana na kile ambacho Diamond Platnumz ameweza kukifanya. Kumbuka sasa hivi kuna jipya pia balaa ambalo limeweza kuibuka kuhusiana na Wasafi Media. So niko hapa kwa ajili ya kukupa update, lakini pia muhimu zaidi na pointi kuu hapa ambayo mimi nataka kushare naye hapa ni kuhusiana na kile ambacho Dudu Baya ameweza kushare na sisi kuhusiana na kile ambacho Diamond Platnumz ameweza kukifanya. Na ndio maana kuna hili jambo ambalo Wasafi Media wanakuja nalo very soon, na hili kutokana na kile ambacho inasemekana Diamond Platnumz ameenda kukifanya. So mimi naitwa Gabi Official, namba tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho kapate kufahamu kweli wote juu ya kile ambacho Dudu ameweza kushare na sisi kuhusiana na story nzima. Kumbuka huyu jamaa waga anajua vitu vingi sana, so sina doubt sana kuhusiana na yeye na kile ambacho anakizungumza, kwa sababu mara nyingi ni mtu wa fact kinoma noma. So point ya msingi naomba nikukumbushe mda wangu, hapa ndo mahali sahihi ambapo utakuwa unapata story nyingi sana na updates kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Kwa hiyo ili kutokukosa video yote ile pale, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Lakini pia inawezekana ni moja ya watu ambao mnasubiri kwa hamu sana kuona Wasafi Media ikirejea, basi bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho Dudu Baya kama kushare na sisi. Kaandika Dudu Baya kama kawaida hatakagi kupitwa kabisa na jambo lolote. Sasa kama ambavyo tunafahamu, story ilikuwa hivi, ilianzia mbali kabisa. Kwanza tulianza kuona Wasafi Media page zao zikiwaaga watangazaji tofauti tofauti kama Zembwela, Oscar na watangazaji wengine nguli kabisa. Zikaja tetesi nyingine zikavuma kwamba kuna watangazaji wanakuja kama Rich Msafi na watangazaji wengine wengi tu kutoka Crown pia. Kuna watangazaji walitajwa, mambo yakawa kama hivyo, lakini hizo tetesi zote zikaishia, zikazimwa tu na wale watangazaji tukaona wanaendelea kufanya kazi katika media zao. Sasa sad enough ni kwamba tuliona Wasafi Media ilikuwa imezimwa kwa muda, yani ilikuwa ni swala la ngoma back to back, hakuna vipindi, hakuna matangazo na vitu kama hivyo. Mambo yalikuwa kama hivyo. Watu wakawa wanajiuliza ndio mwanzo wa Wasafi kufa au ni aje? Kibaya zaidi hakukuwa na confirmation yoyote kutoka uongozi wa Wasafi Media. Sasa finally Dudu Baya bwana kaja kutusemea hapa, kaja kutuambia kuhusiana na kile ambacho kiliweza kuendelea kipindi hiki ambacho Wasafi Media ilikuwa kimya, ambapo kwa mujibu wake anasema kwamba Diamond bwana aliamua kwenda kuwapigia magoti wale watangazaji ambao walikuwa wameondoka. Inasemekana ni serious kabisa issue kwamba wale watangazaji walikuwa wameondoka wote nguli ambao walikuwa nasifika pale Wasafi. Sasa inasemekana Diamond alikuwa ameenda kuwapigia magoti, akazungumza nao, jamani naombeni mrudi ili mwisho wa siku mambo yaweze kwenda poa, tutajaribu kuangalia jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa na vitu kama hivyo. Inasemekana kashaongea nao. Sasa baada ya wao kuonesha mwitikio kwamba okay tunarejea, sasa ndipo ambapo Diamond amekuja kuonyesha ile tunasema demo ya kwamba Wasafi Media inaenda kurudi kwenye ubora wake tena kwa mapinduzi makubwa zaidi. So issue iliyopo hapa ni kwamba Wasafi inaenda kurejea kwenye ubora wake kama kawaida. Ila inasemekana kwamba licha ya changamoto ya migogoro mingine kutoka kwa shareholders, lakini issue kubwa hapa ilikuwa ni watangazaji kuweza kuondoka, ambapo inasemekana kwa mujibu wa Dudu Baya kwamba Diamond akawapigia magoti na kuwaomba sijui kama kuna ofa na vitu kama hivyo, lakini imesemekana kwamba wanarejea tena. So wale manguli wote tutarejea kuwaona, tutarajia kuwaona tena ndani ya Wasafi Media wakifanya mambo yao kama kawaida. Tuambie kwa upande wako, unadhani labda ni chumvi tu ambayo Dudu Baya anazidi kuongezea kwenye hili, au inawezekana kwa kuna ukweli ambao pengine Dudu Baya yeye ameweza kutusanua kuhusiana na hiki ambacho ameweza kuongea kwamba Diamond ilibidi aweze kwenda kuwanyenyekea wale watangazaji manguli waweze kurudi mwisho wa siku Wasafi iweze kuwa na power ile ambayo tulikuwa tunaifahamu au zaidi na zaidi. Comment yako kiosika hapo chini, tukometisha sana, lakini mimi zaidi tu usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.